Katika hatua za kuhakikisha kwamba manispaa ya Morogoro inakuwa salama, Wizara ya Afya kupitia sehemu ya afya mazingira imeandaa mashindano maalum ili kuhakikisha kwamba kila halmashauri inakuwa na vigezo vinavyokidhi viwango vya usafi wa mazingira. Nami pia nimefika mkoani Morogoro na kutembelea maeneo tofauti yaliyopo mkoani Morogoro, ikiwemo masokoni, kata na mitaa tofauti. Lakini hapa nilipo, hili ni eneo maalum kwa ajili ya kumwagia taka, kwa maana kwamba taka zote zinazokusanywa katika manispaa hii zinakuja kumwagwa hapa. Karibu ufahamu umuhimu wa manispaa kuwa na eneo kama hili kama sehemu ya kuweza kuwalinda na kuwakinga Watanzania dhidi ya magonjwa tofauti yanayoambukizwa, hasa yanayotokana na uchafu. Karibu tukamsikie mhifadhi wa dampo ambaye yeye atakwenda kutuambia namna bora ambao utaratibu uliojiwekea kama manispaa hii ya Morogoro katika ukusanyaji wa taka na utupaji wa taka katika maeneo haya. Ni upi umuhimu wake? Ungana nami leo. Mimi ni Amos Mwakitalu na hii ni elimu ya afya kwa umma, idara ya kinga. Naitwa Stamili Almasi, ni msimamizi wa dampo. Eneo hili limetengenezwa lina miaka 20 iliyopita. Uwepo wa eneo hili, cha kwanza takataka zinaleta magonjwa, lazima zizolewe kwa wananchi ambao wanazalisha hizo takataka alafu kuleta huku dampo. Tuna gari za halmashauri ambazo zinazoa mitaani na tuna makampuni ambayo yanazoa mtaani yanaleta huku takataka. Utaratibu upo, kila kampuni ambayo italeta takataka kwanza itatakiwa ijulikane ni kampuni gani, alafu tuna eneo husika la kumwaga takataka. Yaani tuna maeneo ambayo tumeteua ya kumwaga, huwa tunayafanyia usafi, alafu ndio wanamwaga takataka. Mazingira kuwa salama ni vizuri zaidi na ni wajibu wako wewe mwenyewe mwananchi ambaye ulozalisha hizo takataka, kwa sababu takataka zina maradhi. Unaweza ukahifadhi takataka wewe mwenyewe tu unaona kelo. Naitwa Filipo Buiso Gevas, ni afisa wa afya wa manispaa. Sisi kama manispaa ya Morogoro katika kuhakikisha tunaunga juhudi za kudhibiti magonjwa mbalimbali ya mlipuko, tuna shughuli mbalimbali ambazo tunakuwa tunaendelea nazo hapa manispaa ya Morogoro, ikiwemo udhibiti wa taka ngumu, udhibiti wa taka maji. Lakini katika upande wa taka ngumu tuna namna mbalimbali za udhibiti, kwa maana sisi tunafanya ukusanyaji wa taka kutoka kwenye ngazi ya makazi, taasisi na maeneo mengine yanakozalisha taka. Tunatumia magari yetu kama halmashauri, lakini pia tuna mawakala wa kudhibiti taka ambao wameingia mkataba na halmashauri, wanakusanya hizo taka, wanazileta katika dampo, ambapo kwenye dampo letu hapo tuna mifumo na shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea katika kuhakikisha taka zinapopokelewa zinahifadhiwa na zinateketezwa kwa utaratibu ambao unahitajika, ikiwemo kuchimba mashimo na kuzifikia zile taka, lakini pia kuzitenganisha kulingana na aina ya taka, na taka zile ambazo zinaweza kurejeleshwa au kuwa recycled basi zinarejeleshwa na zinarudi kufanya shughuli zingine. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba tunapambana na tunahakikisha kwamba maisha yetu inakuwa safi, lakini pia mazingira yetu yanaendelea kuvutia, na mwisho tunajikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya mlipuko ambayo yana uhusiano moja kwa moja na taka ngumu. Lakini pia tuna shughuli mbalimbali za udhibiti wa taka maji ambazo taka maji kuna mfumo maalum wa tunaita mtandao wa maji taka, ambao unakusanya maji taka kutoka kwenye mji kupeleka kwenye bwawa maalum kwa ajili ya kutibu yale maji ili yasilete madhara au yasisababishe milipuko kwa namna moja ama nyingine. Kwa elimu na taarifa zaidi, usikose kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya elimu ya afya kwenye Instagram, Facebook na YouTube ukiandika elimu ya afya kwa umma. Kutokea hapa Morogoro tutazidi kukujuza mengi, hususani katika swala la afya na mazingira kwa ujumla. Mimi ni Amos Mwakitalu, endelea kuwa na sisi.